Mradi wa sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, yani STEM, bado ni tiba kwa walimu wa shule za sekondari nchini. Kwani mwalimu mmoja anapobadilisha mtazamo wake kuhusu kufundisha masomo ya STEM, hapo ndipo mwanzo wa kutatua changamoto zilizopo kwenye shule zetu. Na hii ni zamu ya walimu takribani 200 kutoka Simiyu na Dodoma wakipata mafunzo hapa Kibaigwa wilayani Kongwa. Chuo kikuu tunafundisha, tunafanya research, lakini kuna community engagement, na hii tunakowafuata huko ndio tunajiengage na community. Kwa hiyo kwetu sisi ni jukumu letu, lakini kupitia support tulepata kutoka KOICA na UNICEF, then tumeweza kulitekeleza kwa ukamilifu. Manake masomo ya sayansi yamekuwa ni changamoto kwa nchi. Kwa hiyo tunategemea kwamba serikali inajitahidi kuboresha miundombinu na ufundishaji, basi na sisi walimu tuwe tayari kuitumia na kwa mafanikio. Kwa hiyo UDOM ndio taasisi ambayo inatekeleza mradi huu kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Wizara, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, kwa lengo la kuunga mkono juhudi za serikali zilizo kupitia uboreshaji wa elimu ya sekondari SEQUIP unaojumuisha mikoa yote Tanzania. Mafunzo ya STEM yanalenga kuimarisha uelewa wa wanafunzi Tanzania nzima, kutoa ujuzi wa maarifa ya maabara, matumizi ya tehama wakati wa kufundisha na kuwafanya wanafunzi waweze kusoma masomo ya sayansi ikiwemo biolojia, kemia, fizikia na hisabati kwa vitendo zaidi, pia kuongeza ubunifu na ujuzi wa teknolojia wawapo shuleni. Malengo makuu ya huu mradi ni kuhakikisha kwamba viwango vya ufundishaji na ujifunzaji unakuwa bora zaidi katika shule za sekondari, lakini pia tunataka mwalimu anapofundisha wanafunzi darasani atumie tehama kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata uelewa mpana wa masomo wanayosoma. Na huu mradi umeanza mwaka jana mwezi wa 4, na haya mafunzo ya leo ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza tuifanyia Kondoa, tulikuwa na washiriki 156, na hapa Pio Secondary School tuna washiriki zaidi ya 200. Yapo mambo ambayo tumefaidi. Moja ni ule ujuzi ambao tumeupata, mbinu shirikishi, namna ya kufundisha madarasa makubwa, namna ya kuwasaidia wanafunzi hasa katika kitengo cha sayansi, hisabati na tehama. Nimekuja kwenye mafunzo ya KOICA awamu hii ya pili. Ninaona kwenda kubadilika kimtazamo hasa katika nyanja ya ufundishaji wangu, kwa sababu napata mafunzo ya namna gani ya kuweza kutumia teknolojia katika kufundisha wanafunzi. Kupitia mafunzo haya inaturahisishia kupata mbinu mbalimbali ambazo zitatusaidia kuwafundisha watoto wengi, lakini kwa muda uliopangwa kwenye ratiba. Na kutumia tehama inatusaidia pia kupata zana za kufundishia kupitia videos, kupitia audios, na hasa tunapofundishwa namna ya matumizi ya tehama. Hivyo ninaamini kupitia mafunzo tutakuwa tumepata mbinu nyingi ambazo zitatusaidia kuwafundisha watoto. Mafunzo haya yana umuhimu mkubwa sana, kwa sababu tunatarajia kwamba yanaweza kwenda kutatua changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo katika ufundishaji. Changamoto hizo ni pamoja na matumizi makubwa ya ICT kutokuwepo mashuleni. Wawezeshaji wa mafunzo wanasema upo umuhimu wa walimu kuwa wabunifu na kutumia mbinu za kisasa zaidi zitakazowafanya wanafunzi kujifunza kwa vitendo kuliko nadharia. Mimi ni Michelle Scholar.